sehemu kubwa ya migodi ambayo tumeikagua, hususan ya wachimbaji wadogo, huwa tunakutana na changamoto kubwa ya utekelezaji wa matakwa ya kisheria, compliance. Kwa hatua kubwa ambao tunaichukua, cha kwanza huwa tunatoa elimu na kuelekeza vile ambavyo inatakiwa. Tunawapa muda wa kurekebisha makosa yao, na pale ambapo tunakuta kwamba maelekezo ambayo tumewapatia wameshindwa kuyarekebisha, basi huwa tunachukua hatua za kuwapatia hati za makosa, na mwisho wa siku huwa tunafuta leseni za uchimbaji wa madini. Tume ya Madini na miongozo ambayo ni sheria pamoja na kanuni zake ambazo zinatuelekeza namna gani ya kuhakikisha kwamba uchimbaji wetu unakuwa salama, hususan kwenye utunzaji wa mazingira. Lakini mbali na Tume ya Madini, huwa tunashirikiana na taasisi nyingine wakiwemo NEMC, mamlaka za maji, ambapo kwa pamoja huwa tunakuwa na ile National Mine Closure Committee NMCC, ambapo mwenyekiti wake ni Chief Inspector anatoka Tume ya Madini. Kwa pamoja, kwa kuchanganya nguvu zetu, huwa tunahakikisha kwamba uchafuzi wa mazingira au uharibifu wa mazingira tunaudhibiti katika kiasi kikubwa kutokana na shughuli zetu za uchimbaji wa madini. Uchimbaji, processing na teknolojia imekaaje? Kwenye swala la kuhamasisha kwamba wachimbaji wa madini wana upgrade kutokana na mabadiliko ya kiteknolojia, tumekuwa tukiendelea kutoa mafunzo mbalimbali kwa wachimbaji wadogo, lakini vile vile Tume ya Madini imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wachimbaji hawa pale wanapohitaji vifaa, tunashirikiana na mabenki kuweza kuwasaidia waweze kupata mikopo, kupata vifaa ambavyo vinaendana na teknolojia ya sasa, ili waweze kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi. Na ndio maana kama umeweza kuzunguka katika machimbo au maeneo ya uchimbaji kwa sasa hivi, sehemu nyingi ambazo zilikuwa zinatumia vertilage, wengi wameacha na wamehamia kwenye hizi CIP na CIL. Mpaka sasa hivi njia ambazo tunazitumia ni hizi ambazo sisi wenyewe, maafisa wetu kutoka Tume ya Madini pamoja na maafisa kutoka vyombo vingine ambavyo kwa pamoja tunashirikiana kuhakikisha utoroshaji unapungua. Aidha, tupo katika mikakati ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na teknolojia za kuweza kutrack kuanzia sehemu ya uzalishaji mpaka pale madini yanapouzwa, na kuweka features kwa ajili ya kuweza kutambua madini hayo yametoka wapi na mwisho wa siku yamefika wapi, na tunaweza tukatambua kwamba madini hayo yameweza kutoroshwa au yamefuata utaratibu sahihi kutokana na taratibu ambazo tunazitumia.